Kaka, mapenzi yananitesa. Unajua Ima, sikutegemea kama ungekuja kuniambia mapenzi yanakutesa. Shoga zanguni, mumekuja kunidai pesa, mumekuja kwa ajili ya kila. Mbona siwaelewi? Chana na mke wangu. Mama simamisha kwa sababu ujinga wako, si ndio? Mke kaka nakuomba, chana na mke wangu. Mwambie. Hii chote kuna sinijua mimi, umeelewa? Bosi wangu mimi ana hela. Usinifuatilie. Mke wako ukiona anachepuka, uje unitimizie. Wewe sikiza nikwambie. Uaneni sisi unotudharau. Yaani nchwa moto. Upo. Yaani siku 2 tu. Godoro la nchi 8, yaani siku ya sasa unaona nyingine. Wanene ya kufoka vitandani. Nadhalilika kisa wewe. Sikiza, ngoja kwanza. Fanya masuala vitu vyote kesho na mke wangu. Unanielewa? Kama amchukui yeye, basi itakuwa ni bosi wake. Wewe umetoka umeenda machimbo, umerudi mpate lako, umekuja nyumbani. Bwana mwenyekiti, mimi naona Asi. Oya Asi. Oya. Vipi kaka? Mbona kama unalia? Matatizo tu ndugu yangu. Matatizo ya mambo ya binadamu sio kuku tu peke yake. Sikiliza basi ndugu, mimi nikuchane. Hii unaoniona hapa hii. Yaani leo sasa ndo nimeshuhudia kwa macho yangu mawili. Kwa hiyo unataka kuniambia umewaona? Yaani mguu wake, mguu wangu. Baba ne? Nakwambia usiniletee masiala katika. Masiala nani baba? Sikiliza mimi nikuchane. Umeelewa? Wewe una mke na mimi na mke. Mimi naniuma sana. Mkeo amefuatana na kila ni wanaingia nito kwako, nyumbani kwako. Kwangu mimi? Subiri basi. Umeamua kunifanyia uchafu ndani kwangu? Kirani? Kwa nini? Umeamua kunifanyia uchafu ndani kwangu? Pesa, kama ungekuwa unitaki bora ungeniambia, hata kunifanyia uchafu kama huu. Kirani, nimekukosea nini? Mbona unataka kuharibu maisha yangu Kirani? Nimekukosea nini lakini? Kiwangu, kwa nini umeamua kunifanyia hivi? Kwa nini umeamua kunitesa?
mwingine ataitambua. Sasa nakwambiaje? Nenda huko huko sirudi. Huko uliko. Babu. Kwa wangu nampenda sana. Lakini mbona kila siku matatizo mimi? Au nimekosea nini? Pesa kiwangu. Sasa nitakana nani? Lakini haiwezekani. Nakwenda nafuata huko huko. Siwezi kukaa peke yangu. Karibuni kabisa wageni wangu. Haya, karibuni kabisa. Ngoja nichukue kabisa hapa na makao. Habari zenu za mchana kutwa. Nashukuru mwenyekiti, habari yako kwako? Subiri kuna muda hapa. Pesa sio kitu kwenye serikali. Serikali bado itabakia kuwa serikali. Hebu tuendelee kuwavutia subira. Watu wenyewe ndo wale pale wanakuja wale. Yaani wale ndio wanajitumua kutusumbua sumbua sisi. Ngoja kwanza. Mwenyekiti. Subiri kwanza ndugu. Wewe umeshafika serikalini una mashaka gani? Hakuna jambo la kuwa bila serikali. Serikali ndio inakuwa kila kitu. Unaelewa? Wewe kwa mpole ndugu yangu. Wewe umeshafika bila serikali. Weka hapo. Weka hapo. Jambo umeshalifikisha hapa. Hapa kishindikani kitu. Hapa kwa mwenyekiti, heshima hapa lazima inatakiwa. Mimi nataka niue hapa kwa mwenyekiti. Na hapa tunataka kujuana kuna. Kesi hapa. Kuna fagio. Sio kujuana kuna. Usileta kesi hapa. Basi mimi nakuheshimu wewe mwenyekiti, nakuheshimu. Hapo msubiri kabisa kwa sababu mlete kwa mwenyekiti, hakuna linaloshindikana. Hapa mna uso uwanja wa vita. Sio uwanja kupigana. Mwenyekiti, wewe kijana, subiri tunataka kuanza kesi. Kijana wewe nielekeze kwanza kama ulivyonielekeza jana kuhusu hoja yako, ndio maana leo nikaandika barua na kukuiteni hapa. asante sana ndugu mwenyekiti. Bwana, kama nilivyokuja kukuambia pale jana, kwamba huyu bwana ananiharibia kwa mke wake. Ndio ndio vizuri mwenyekiti. Ndio. Ndoa yangu haina amani. Huyu bwana anaiharibia. Anajivunia pesa alizokuwa nazo kwa ndondocha wake. Na yule ndondocha wake si ndondocha sio na sio chao atajuana wenyewe. Yule ndio kuadi mkubwa ambaye anamfuatilia mke wangu. Sio ndio vizuri mheshimiwa. Nakusikia. Sasa hawa waharibifu mbele ya mke wangu, huyu bosi pamoja na mfanyakazi wake. Bwana wewe kwa jina lako nani? Jina lako wewe nani? Maana nakuona tu hapa kijijini na kwa dharau yako umefika na zako umefungua na mashamba na wala hujakuja kujitambulisha kwa mwenyekiti. Kwanza hiyo nayo hiyo dharau. Na sipendi dharau. Sio unanielewa vizuri? Bosi akufuate wewe. Tumechoka. Mimi hapa ndio bosi, mimi ndio mwenyekiti wa kijiji, mimi ndio bosi. Sikiliza mwenyekiti. Ongea. Mimi ninaitwa Kela. Ndio. Na ninafahamika. Nimeongea tu kwa ufupi. Mara pengi natumia jina la boss Kila. Ndio. Yaani katika kijiji hiki hamna ambaye anijui mimi, tegemeana na rasilimali zangu ambazo niko nazo hapa. Ndio. Na haya mambo haya mbona sio ya kuitwa mbele ya kadamnasi kama hivi? Unadhalilisha. Tuzungumze. Kuzungumza maana yake mipango ya rushwa hii. Tuzungumze wawili. Mke wa mtu. Kwanza wewe taarifa zako mimi ninazo. Na wewe sio zani kasi kujui vizuri na kujua vizuri sana. Wewe kijana mchafu sana kwa wanawake wa watu. Taarifa zako.
Toke bwana wewe usinichanganye. Hiyo chawa tu. Kwanza wana faida yoyote. Hiyo chawa. Wewe vile vile nao ni chafu vile vile. Mbona unampongia hao? Wewe kila unampongia hao. Ame tu. Wewe kila Ame vipi bosi anaama? Kila nisikilize vizuri. Bosi anaama. Kila nisikilize bosi gani bwana? Bosi si kwenu. Hiki kijiji cha ujamaa na kujitegemea. Sisi sote tunategemeana. Sio unanielewa? Mwambie kabisa. Wewe kila umezaliwa hapa. Sio nilivyosema sikujui kama sikujui vizuri. Wewe ni mtoto hapa hapa. Unazaliwa na kuona mpaka umri huo. Wewe umetoka umeenda machimbo umerudi mpate lako umekuja nyumbani. Mwenyekiti mimi naona wewe kijana, kwanza hii tabia ya kuleta vurumai hapa, kama laiti ungetaka hoja hizo usingeleta kwa mwenyekiti. Mwenyekiti bora. Najua unaona mkeo hapo ndani. Leo mimi kesho wewe mwenyekiti. Najua inakuuma. Mimi sijamaliza bado. Mbona unachukua sheria mkononi? Sio unanielewa? Kila nikaa. Wewe tulia na wewe una kesi wangu. Wacha na wewe una kesi ya ugoni. Mimi na wewe kesi yako ugoni maana mtu yuko hospitali akifa na kesi ya kulipa. Wewe unakupa nini hao? Wewe una kesi ya kulipa. Unapacha changu kimeshinda na tabia zenu. Dukani kwako ukifika najua tabia zako. Unamuelewa? Wewe mimi nimuelewa. Simu yangu anauma kwa sababu ya huyu. Yuko sawa lakini sawa. Mimi unataka ame atumtaki. Bwana wewe, mimi narudi sasa. Ngoja sasa. Nyamaza kidogo sasa. Sasa hivi tunaenda moja kwa moja kwenye point hapa ili tuweze kumaliza kikao. Nikishindwa nyote na kuandikieni barua nyinyi mnaenda polisi. Sisi ndio tunakufanya. Sio polisi. Polisi watarudi hao. Mmeleta kwenye mwenyekiti wa mtaa au mwenyekiti wa kijiji si mmeniamini? Mimi sio mwenyekiti wenu. Ndio tunamwamini. Sasa tuzoleni nini? Wewe mama. Ugomvi wote ulioleta wewe. Kubwa dhima hili. Wewe umemchukua huyu kijana ukamweka ndani. Haitoshi unaenda kufanya tena mwanaume mwingine. Hii habari inazungumzika hapa ina ukweli gani? Si uongee. Ya ukweli wewe analia anakimbia kulia mwenyekiti. Kweli. Sana yeye anamkaribisha ndugu yangu. Tena sio huyu mpaka huyu aloka hapa huyu mwenye shingi bwana na yuko sikogoni. Kweli. Kweli amekutumania mumeo? Unaona sasa hiyo maana yake tunalishauri bwana wewe. Mimi kama mwenyekiti wa kijiji ulinzi kulinini mimi sina. Sisi tunaelewana sijui. Mimi ulinzi kulinini sina. Hii tabia sio nzuri. Kwa hiyo kupita kikao hiki hii tabia ya kuchukua wanawake wenzio kwenye mwanzo na mwisho. Sawa? Kama kweli unahitaji ushindi huu ili uombe samahani wenzio hapa na hawa wakubali. Na baada ya hapo nitarudi kuwaomba hawa kupitia hili. Mimi mwenyekiti hakuna ambalo nanishinda. Sijui unanielewa. Kama alikupitia shetani, alikupitia ndugu gani, ufanye mwanzo na mwisho kumchukua mke wa mwenzio. Wewe mbona una hela? Sipana wali yule pale mzuri kule amsuka malasta kwa nini usimchukue? Huyu mwanangu usimchukua. Sio uchukue mke wa mtu. Au ilikuwa sio kwa hapa. Sio naonesha kama nakuchagulia, ninatolea mfano.
Kila sio, unanielewa? Hizi tabia hapa kijijini vijana nyinyi mnazo sana tu. Na nyinyi wana mama mnisikilize vizuri. Sijui mnanielewa. Mnapenda sana maisha rahisi. Hivi matatizo yako wewe na wewe umehamia kwa mke. Wewe kijana wewe ushinde kupanga chumba wewe? Nyumba tumejenga wote mheshimiwa. Nyumba umejenga wote wapi? Nyumba kiwanja cha mke. Hati inasoma mke. Wewe usimsaidie tu mshahara mapenzi. Umezaa naye? Alikuwa na mimba ameitoa. Unaona kazi sasa? Basi itakuwa hiyo sio haikuwa yako. Kwa tabia hii ya kishenzi. Sasa nisikilize. Kupitia hili hapa, si ndio? Ndio. Kuanzia leo kakae na mwenzio vizuri sana. Mzungumze na mimi, tabia hii sitaki nirudia hapa. Sijui mnielewa? Wewe naamini kabisa mkeo unampenda. Na bila kutokumpenda usingekuja kwangu mimi. Nakumbuka ulipokuja jana, jinsi gani unalia na nikakutuliza nikakwambia hili litakwisha. Sijui unanielewa vizuri. Nakuelewa vizuri. Na jambo lingine usasikize sana maneno ya watu. Wewe kofia. Hata sasa hivi wewe mama wewe. Mama wewe, maana hapa tunapoteza muda hapa. Matatizo yote umeleta wewe. Wewe unatuelekeza nini sisi kupita kikao hiki kwanza? Kabla nisijamaliza. Hizi hayo yote amsababisha mume wangu. Ndio. Kwa sababu mume wangu nikimwambia mume wangu kufanya biashara fulani hata. Na istosha alikuwa anadai simu ya 300,000. Mimi ningefanyaje na mume wangu nampenda? Ndio faida yake hiyo. Kosa langu mimi lipi? Anakuja kuniaibisha hapa. Mimi nilipokuelewa kijana. Sasa mimi nikusanye mikono yangu, niombe msamaha moja kwa moja kwa mtu ambaye nilimkosea. Lakini pia niombe msamaha na wengine ambao wameonekana kukeleka sana na hili tukio. Ingawaje najua kwamba wamekeleka kwa sababu niliyefanya ni boss killer. Ila wenyewe mitaani kwa nakamatana kawaida tu. Na upande wa kina mama pia hawa miongoni mwa watu ambao nategemea sana kuishi nao vizuri, kwa sababu hawa wanawake tumeambiwa kama tunu. Inawezekana nikamhitaji mmoja kwa ajili ya kumuoa. Sasa wakionyesha chuki wakanichukia, wananiwekea mazingira magumu. Mimi niwaombe na nyinyi akina mama na akina dada, msinichukie mimi wala mwanamke mwenzenu. Udhaifu ambao umetokea na imani mmeusikia. Kwa hiyo nyinyi na yeye na huku pia kwa wanababa, basi mjitahidi mjitahidi kusimamia ndoa zenu na kuhakikishana mnatimiziana vitu ambavyo mnakuwa wenyewe mnashida navyo huko kwenu, ikiwa na maana kwamba mwanaume ni mwanaume mwenzangu. Kaza, usipende sana kumlalia mwanamke kila jambo, unasababisha matatizo kwenye kijiji kama hili. Kwa hiyo mimi kwa ujumla mimi nakusanya mikono yangu, naombeni radhi wote, naomba mnisamehe, mimi niendelee kuishi katika kijiji kwa amani, niendelee kufanya biashara zangu na maisha yangu kama watu wengine jamani. Sijui mmenisikia. Mnamuelewa wewe? Ulize tu nyama zenu. Amemaliza kuongea, kwanza mtulie. Umemaliza boss killer? Simuita kila ni tu boss ndo nani? Acha hapa na hela huyo boss. Umemaliza boss killer? Ongea kijana na wewe. Mimi boss killer ninachokitaka mimi tuwe na amani. Sijui kama mke wangu alikwambia kwamba hajaolewa au alikuwa anafanya hivyo kwa kunikomoa mimi. Kweli mimi ni udhaifu wangu. Sidhani kama kuna mwanaume ambaye anakaa kamaomba pesa mwanamke. Lakini mimi sikuwa nalitambua hilo. Kwa hiyo kwa kuwa leo boss killer ni umekiri mbele yetu sisi hapa wote kwamba umekosea. Mimi binafsi nimekosea. Kwa sababu mke wangu kwanza nampenda. Na ningeomba mke wangu asogee hapa ili niweze kumwomba samahani watu wote wanisikie. Sogea mkewe. Umenisamehe? Sasa vizuri hapo, naona ugeni hapo kama vizuri kana mkewe. Kila kilichofanyika hapo umekiona. Hao wenyewe wanapendana. Sio, unanielewa vizuri? Sana nikuelewa. Kwa hiyo sasa kupita kikao hiki, kauli uliozungumza mimi ninaenda kujaza huko. Sawa, ina shida. Sio, unanielewa? Shida. Najaza huko. Nikija kusikia tena kuwa kila ani ana tabia kama ile, ninachoambia mimi naambia tu wananchi wenye hasira kali, bamieni mali zake wakutaifisha. Sijui unanielewa? Kwa sababu mimi sina ujinga. Sasa nisikilize. Bana wewe, malalamiko ya kijana yule nikichangisha kupita kikao hiki na mbele ya bosi wako kila ni alichokilikila na wewe lazima ukili mbele ya umma. Sijui unanielewa? Na wewe ukili mbele ya umma hii. Sitaki tena onekane ndugu yake yule akipata afueni tuje tena kufungua kesi.
alichozungumza yule, na wewe unatembea na mke wa ndugu yake yule pale. Tena yupo. Sasa kabla bado sijamwita mwenyewe, na wewe ukili kama alivyokili bosi mwenzia. Umenielewa vizuri? Kweli mwenyekiti ndio hivyo hivyo. Hivyo hapo ni tunapigana yule pale. Ndio. Ila unajua mtu ukiwa unaela karibu maana kwamba lazima wanako pote wengi sana. Sasa wanako pote watu. Mimi niko sijui kuniambia kama olewa yule. Naombe samani unanichonzio kwa tabia yako, maana ni choso. Na wewe taarifa zako ninazo, na sio yule tu. Paka nani sio imani. Rajabu amekuja amelalamika hapa. Kama kuna hili na madam mimi mwenyewe amekiri kwamba kweli ametembea naye, ila alikuwa ajui kwamba ni mwanamke wa mtu. Sioni kama kuna sababu ya kuzungusha. Bado naendelea kuchukua nafasi hii mimi kama tajiri yake. Ninamuomba samahani aliyekuja kuwakilisha katika hili lililojitokeza, na kama mwenyewe atarudi tutakuwa na utofauti, basi naye tutamuita kuzungumza naye. Sawa. Ila huyu ambaye mwakilisha sasa hivi sinaomba radhi, naomba jamani mada ifike mwisho. Wewe baba wewe. Wewe stars wewe. Huyo ndio shemeji yako? Ndio shemeji yangu. Maneno yako mengi kuzungumza, unazungumzaje kama hujaolewa? Alafu ugoni unatisha. Sijui mnanielewa? Wewe usiweze kutangaza hivyo. Kijiji hakuna hicho. Tabia hiyo hakuna. Sijui mnanielewa vijana? Mimi ndio nakuambia nini. Kwanza mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wenu na kwa uvumilivu wenu, kuvuta subira mpaka tumekutana hapa na tumezungumza haya. Sijui mnaeleweka. Kikubwa ambacho nimejifunza hapa kuwa kila mtu alikuja na lake moyoni. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ametukutanisha, tumezungumza na tumeafikiana. Hichi ambacho kilikutokea muda ule ni hasira. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo hapa tumemaliza tofauti. Mnaelewa vizuri? Kila mtu hapa tumesemeana yamekwisha. Akina dada mnaelewa vizuri? Hili tufanye limekwisha. Ila likitokea jingine usisite kuleta taarifa kidogo. Ndio. Upande huo na kipande hiki kinachochea sana. Hebu uulize, mmemsamehe bosi kila ninafanya. Nitaenda huko kuna nifunza kazi. Ndio. Unanifunza? Anachochea sana. Hapa hapo unakunja jambi hapo unajua. Mimi sija kutoza hapo kunja jambi hapo. Ndio hawa funguo unajua. Mwenye kichwa kibaya. Nyamaza na tete nyinyi mnaanzisha nyinyi. Kila ni. Nisikilize sasa. Na nisikilize wewe kijana, mbea. Wewe mbea wa kiume. Sio mbea. Unaongea ukweli. Lakini kuhusu na kuchana live bila chenga yani. Nisikilize sasa. Share hapo. Mimi nadhani tumeongea vizuri bwana Ulana. Ndio. Na ninashukuru kwa uvumilivu wako. Shemeji yako umemsikia, amekiri na ameachana naye. Sijui umeelewa? Umeelewa. Kwa hiyo harudi tena. Sawa? Sawa. Na wewe kijana wewe endelea tu kupiga piga jicho kwa dolia. Leo umemwona huyu, kesho ukimwona mtu wote utaleta taarifa hapo. Umeelewa? Lakini taarifa sasa hivi usipelekee mwenyekiti, ulete kwanza kwa mwenyekiti. Sijui unanielewa? Mimi kifungu unaniambia nimalize huko huko. Wewe ukisikuta ugoni lete kwa mwenyekiti hapa. Mimi nataka nikusanye vijana wangu watatu afu tumfanye kitu asimjii mpaka maisha yake. Wewe nisikilize mimi. Taarifa yote ulete kwa mwenyekiti hapa. Mmenielewa vizuri? Wewe hapo dalili mambo yake. Nyamaza na wewe. Nyinyi viwali. Tulichozungumza hapa mmenielewa? Sasa tunaandamana vijana watatu. Sikiliza wewe. Tunafanya kitu. Wewe nyamaza. Sikiliza mwenyekiti na ongea na Maria.